Katika hatua ya kihistoria ya diplomasia, makamu wa rais wa Marekani JD Vance ameongoza mazungumzo muhimu kati ya Marekani na Iran yaliyofanyika nchini Pakistan, yakilenga kusitisha vita na kurejesha utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati. Mazungumzo hayo yalidumu kwa zaidi ya saa 21, yakihusisha majadiliano ya kina kati ya pande zote mbili. Hata hivyo, licha ya juhudi kubwa zilizofanyika, hakukuwa na makubaliano ya mwisho yaliyofikiwa. Makamu wa rais JD Vance alieleza kuwa kulikuwa na mazungumzo yenye tija, lakini changamoto kubwa ilikuwa ni msimamo wa Iran kuhusu mpango wake wa silaha za nyuklia. Marekani ilisimama kidete kutaka ahadi ya wazi kwamba Iran haitatengeneza silaha za nyuklia, jambo ambalo halikukubaliwa na upande wa Iran. Katika hotuba yake, Vance alisisitiza kuwa Marekani iliweka wazi mipaka yake ya mazungumzo, akieleza kuwa walitoa kile alichokiita a final and best offer, lakini Iran ilichagua kutokukubali masharti hayo. Licha ya kutofikiwa kwa makubaliano, Vance alieleza kuwa bado kuna matumaini ya kuendelea na mazungumzo katika siku zijazo. Pia alisisitiza umuhimu wa kudumisha usitishaji vita uliopo, ambao umeelezwa kuwa ni dhaifu lakini muhimu kwa kulinda maisha ya raia na utulivu wa kimataifa. Aliongeza kuwa kusitisha vita si jambo rahisi na mara nyingi huambatana na changamoto na ukiukwaji wa hapa na pale, lakini lengo kuu la Marekani ni kuona mashambulizi yakisitishwa kutoka pande zote. Kwa upande mwingine, kushindwa kufikia makubaliano kunazua wasiwasi juu ya hatma ya usitishaji vita huo, huku kukiwa na hofu ya kurejea kwa mapigano makali zaidi ikiwa suluhisho la kudumu halitapatikana. Hata hivyo, ujumbe mkuu kutoka kwa makamu wa rais wa Marekani unabaki kuwa wazi. Mazungumzo bado yanawezekana, lakini yanahitaji makubaliano ya kweli, uwazi na nia ya pande zote kufikia amani ya kudumu. Mwisho, dunia inaendelea kufuatilia kwa karibu mwelekeo wa mazungumzo haya, huku hatma ya amani au vita ikibaki mikononi mwa maamuzi ya viongozi wa mataifa haya mawili. Mr. Vice President, how often did you communicate with President Trump throughout the negotiations? There were reports that there were multiple rounds, where there were breaks in between negotiations. How often did you communicate with the president throughout those rounds, and what was he saying as you were going through these negotiations that you said fell short? Yeah, obviously we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you.